Sasa leo inakuwa ni siku maalum kabisa kwa upande wa Mnyakenda kuweza kugundua siri nzito sana ambayo imejificha, lakini hii siri inakuwa ni mwanzo wa picha mpya kuweza kuona ni namna gani hasa ambacho kimejificha, kwamba kwa nini anafanya hivi. Huyu ni Maginga ambaye amemwaga pombe halafu kisha anakwenda anajifanya melewa. Hii sio mara ya kwanza, bali kikitu alikifanya kwa huyu ambaye alikuwa ni Ngalewa, ambapo Ngalewa alimwambia kabisa kwamba acha kuigiza umelewa, tuongee na wewe serious. Kwa hivyo moja kwa moja Maginga sio mlevi, manake huwa anaigiza. Kwa nini anafanya hivi? Kwa sababu hataki aweze kumzoea, anataka aweze kumuona tu kama mtu wa ajabu, mtu wa kawaida ambaye hana maana yote katika hima hiyo. Sasa hii siri imeweza kufichuka moja kwa moja, imeweza kumfikia Mnyakenda, manake lazima akalopoke. Basi nikualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Net, cha msingi kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo kama kweli unaipenda na kuikubali tamthilia hii. Alafu kisha nikualike moja kwa moja nichukue nafasi hii nikwambie tu kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo. Endelea kuniambia hapo kwenye comment kwamba kwa upande wako, je, unahisi itakuwaje kwaje? Je, tamthilia hii ni tamu, ni nzuri? Niambie kwenye comment, alafu kisha nikualike tuweze kuangaza uchambuzi kwa kina. Sasa mwanzo kabisa tulivyoona ni kwamba Malkia Nandela alikuwa amemwalika huyo, alikutana na moja kwa moja na Ngalewa. Sasa akana muahidi, anamwambia baadhi ya vitu, kitu ambacho sio kabisa. Kitu ambacho kimemuuma sana ni baada ya mtabiri mkuu kukataa kabisa ofa zake alizozitaja zote. Kwa hivyo kupitia ofa zake zote alizozitaja ameweza kukataa, kitu ambacho kinatilia wasiwasi kwamba lazima kuna namna ambavyo aidha taarifa hii inaweza kufika kwa chifu kwamba ndiye aliyekuja kumwambia, lakini na hivyo mpango wao inazidi kugonga mwamba zaidi. Lakini bado wanaamini kwamba kwa kila kitu ambacho wanachokipanga, wanaamini siku moja tu, kuna siku au kuna wakati ambao utafika, basi wataweza kufanikisha mipango yao na malengo yao yote, kitu ambacho ni balaa zito kinoma noma. Basi endelea kuenjoy na kufurahia. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii. Sasa tukija wakati mwingine pia tumeweza kuona yule mlinzi ambaye aliagizwa na chifu akikutana na Kitana moja kwa moja. Ilikuwa ndoto zake kwamba aweze kukutana na Kitana. Sasa leo imekuwa ni siku ambayo ameweza kukutana na ameweza kukutana kwa vitisho na nini. Kitana kaamua tu amwache na akamwambia kwamba amwambie yule aliyemwagiza aje kwa yani aje moja kwa moja kwamba yeye. Kwa hivyo dogo kaona tu aombe msamaha ili kusudi mambo yasiweze kuwa mengi. Kwa hivyo kwamba msamaha moja kwa moja, na Kitana kaamua kumwacha kwa sababu anajua kabisa. Sasa leo hii bado Falwa Zamba na Wadeka mambo ni mazito, lakini pia tumeweza kuona Ngalewa akikutana rasmi na huyu ambaye ni Maginga. Sasa kitu cha kipekee ni kwamba Maginga alishangazwa sana na Ngalewa kitu kile. Yote ni kwa sababu kwanza kabisa huyu ambaye ni Binyanza alikuwa hajawahi kumdokeza kuhusiana kwamba kama yupo mjukuu wa huyu chifu ambaye aliyeuliwa. Kwa hivyo moja kwa moja hii kitu kinamshangaza sana, kwa sababu inakuwaje kwaje, japokuwa kama unavyojua yeye ni mtabiri mkuu wa himaya hii ya Montale, lakini bado ana nafasi pia kuweza kuona ni namna gani hasa au kitu gani au kipi hasa ambacho kwa upande wake anakiona aidha kinaweza kikaa sawa au kisiwe sawa. Kwa hivyo kwa namna hii maana yake ni kwamba kuna namna ambayo imemkata mudi sana, kwa sababu haitakiwa kuwa anajua kila kinachoendelea. Lakini pia kama tulivyoambiwa ni kwamba amekula kiapo. Kwa hivyo kama amekula kiapo, lazima aweze kuhakikisha anafuata yale ambayo chifu amekuwa akimweleza. Kwa hivyo baada ya swala lile, sasa leo tumekutana na mgeni mpya ambaye amekuja pia kumpa taarifa huyu ambaye ni chifu. Anamwambia kwamba yule kijana ambaye yupo na anaishi katika hii himaya, ila sasa shida ni kwamba huyo kijana hajulikani. Lakini kitu cha msingi tu ni kwamba chifu inabidi aweze kutambua kwamba huyo kijana yupo na wanaishi naye hapa kwenye himaya. Kwa hivyo kitu cha kipekee ni kwamba inabidi aweze kuwa makini, na kwa inavyoonekana ni kwamba huyo kijana yupo na anasubiria tu aweze kuvuliwa magamba na kuweza kuvishwa mataji. Kwa hivyo himaya ya Montale ipo hatarini. Chifu inabidi aweze kuona namna gani atakavyofanya, kwa sababu utawala wake kwa sasa ni kama upo kwenye hatihati hivi ya kuweza kupokonywa kulingana na mazingira ambayo kifupi yamekuwa kiendelea, hasa kwa upande mzima wa namna jinsi ambavyo mambo yanavyokwenda kwa sasa. Lakini Binyanza ameweza mudi yake imekatika kabisa moja kwa moja.
Binyaza Muji imekatika kwa sababu kitu cha kipekee ambacho kukitegemea ni Ngalewa kutokuwa upande wake. Kumbuka Ngalewa ni mtu ambaye kifupi anamkubali sana na huwa anatamani aweze kuwa upande wake, sababu Ngalewa ni mtu mwenye nguvu na kuweza kuona, japokuwa ana uwezo na uchawi mwingi, lakini ana mchango wake katika kila sehemu. Sasa kwa mazingira hayo ni kwamba pia kitu kingine tumeweza kuona Mama Kabula karejea bana, kaweza kufufuliwa, lakini aliyemfufua ni Kitana. Lakini hawa vijana wanasifiana kweli kweli kwamba wao ndio waliofanya. Wanasifiana, wanadanganyana kwamba wao wana uwezo mkubwa, wanajidanganya. Lakini tumeweza kuona namna gani hasa kwa upande mzima wa Kitana alivyotoa nguvu zake na kuweza kumsaidia. Kwa hivyo Mama Kabula kaja. Sasa sijajua kaja akiwa na mipango gani hasa kwa sasa. Je, ataendeleza yale ya kuweza kupambana na mtoto wake? Sasa sherehe za mavuno ndo zimewadia. Sherehe za mavuno zimefika sasa. Hapa ndio penyewe. Kwa kitu pekee ambacho tunakisubiria ni kwamba je, Maginga itakuwaje? Sasa tuje katika segment ya mwisho kabisa tuweze kuona sasa ni kipi hasa. Lakini kama nilivyokujuza, sherehe za Maginga zimerejea, sherehe za mavuno zimerejea, ambapo kwa sasa napata nafasi pia kuweza kuona hasa kwa upande mzima wa huyu ambaye ni ni Maginga akionyesha uwezo wake kwamba itakuwaje. Sasa kipi kinaendelea kwa Manyakenda? Manyakenda lazima ataenda kulopoka, atazungumza nini kwa sasa, wasiwasi utakuja. Kwa hivyo kwa sasa hivi katika wakati ambao Maginga anakwenda kuishi ni sasa hivi, kwa sababu tayari taa nyekundu imeshawaka. Manake kuna hatari ya himaya kwamba kuna kijana ambaye anaweza akawa hatari zaidi. Kwa hivyo kwa sasa mambo yanakwenda kuwa mazito kabisa. Endelea kuenjoy. Hii ni Bongo Movie Network. Kitu cha msingi kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, na huu ulikuwa ni uchambuzi. Basi kwa wakati huu niseme sina ziada, tukutane bila saa mwingine. Asante kwa kuwa na mimi. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. Any footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Sasa leo inakuwa ni siku maalum kabisa kwa upande wa Mnyakenda kuweza kugundua siri nzito sana ambayo imejificha, lakini hii siri inakuwa ni mwanzo wa picha mpya kuweza kuona ni namna gani hasa ambacho kimejificha, kwamba kwa nini anafanya hivi. Huyu ni Maginga ambaye amemwaga pombe halafu kisha anakwenda anajifanya melewa. Hii sio mara ya kwanza, bali kitu alikifanya kwa huyu ambaye alikuwa ni Ngalewa, ambapo Ngalewa alimwambia kabisa kwamba acha kuigiza umelewa, tuongee na wewe serious. Kwa hivyo moja kwa moja Maginga sio mlevi, manake huwa anaigiza. Kwa nini anafanya hivi? Kwa sababu hataki aweze kumzoea, anataka aweze kumuona tu kama mtu wa ajabu, mtu wa kawaida ambaye hana maana yote katika himaya hiyo.
Sasa hii siri imeweza kufichuka moja kwa moja, imeweza kumfikia Mwanyakenda, maana lazima akaropoke. Basi nikualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Net, cha msingi kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo kama kweli unaipenda na kuikubali tamthilia hii. Alafu kisha nikualike moja kwa moja nichukue nafasi hii nikwambie tu kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo. Endelea kuniambia hapo kwenye comment kwamba kwa upande wako, je, unahisi itakuwaje kwaje? Je, tamthilia hii ni tamu, ni nzuri? Niambie kwenye comment, alafu kisha nikualike tuweze kuangaza uchambuzi kwa kina. Sasa mwanzo kabisa tulivyoona ni kwamba Malkia Nandela alikuwa amemwalika huyo, alikutana na moja kwa moja na Ngalewa. Sasa akana muahidi, anamwambia baadhi ya vitu, kitu ambacho sio kabisa. Kitu ambacho kimemuuma sana ni baada ya mtabiri mkuu kukataa kabisa ofa zake alizozitaja zote. Kwa hivyo kupitia ofa zake zote alizozitaja ameweza kukataa, kitu ambacho kinatilia wasiwasi kwamba lazima kuna namna ambavyo hizo taarifa hii inaweza kufika kwa chifu kwamba ndiye aliyekuja kumwambia, lakini na hivyo mpango wao inazidi kugonga mwamba zaidi. Lakini bado wanaamini kwamba kwa kila kitu ambacho wanachokipanga, wanaamini siku moja tu, kuna siku au kuna wakati ambao utafika, basi wataweza kufanikisha mipango yao na malengo yao yote, kitu ambacho ni balaa zito kina manoma. Basi endelea kuenjoy na kufurahia. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii. Sasa tukija katika wakati mwingine pia tumeweza kuona yule mlinzi ambaye aliagizwa na chifu akikutana na Kitana moja kwa moja. Ilikuwa ndoto zake kwamba aweze kukutana na Kitana. Sasa leo imekuwa ni siku ambayo ameweza kukutana na ameweza kukutana kwa vitisho na nini. Kitana kaamua tu amwache na akamwambia kwamba amwambie yule aliyemwagiza aje kwa aje moja kwa moja kwamba yeye. Kwa hivyo dogo kaona tu aombe msamaha ili kusudi mambo yasiweze kuwa mengi. Kwa hivyo kaomba msamaha moja kwa moja na Kitana kaamua kumwacha kwa sababu anajua kabisa. Sasa leo hii bado Falwa Zamba na Wadeka mambo ni mazito, lakini pia tumeweza kuona Ngalewa akikutana rasmi na huyu ambaye ni Maginga. Sasa kitu cha kipekee ni kwamba Maginga alishangazwa sana na Ngalewa kitu kile. Yote ni kwa sababu kwanza kabisa huyu ambaye ni Binyanza alikuwa hajawahi kumdokeza kuhusiana kwamba kama yupo mjukuu wa huyu chifu ambaye aliyeuliwa. Kwa hivyo moja kwa moja hii kitu kinamshangaza sana kwa sababu inakuwaje kwaje. Japokuwa kama unavyojua ni mtabiri mkuu wa himaya hii ya Mantale, lakini bado anaona nafasi pia kuweza kuona ni namna gani hasa au kitu gani au kipi hasa ambacho kwa upande wake anakiona aidha kinaweza kikaa sawa au kisiwe sawa. Kwa hivyo kwa namna hii maana yake ni kwamba kuna namna ambayo imemkata mudi sana kwa sababu haitakiwa kuwa anajua kila kinachoendelea. Lakini pia kama tulivyoambiwa ni kwamba amekula kiapo. Kwa hivyo kama amekula kiapo lazima aweze kuhakikisha anafuata yale ambayo chifu amekuwa akimweleza. Kwa hivyo baada ya swala lile, sasa leo tumekutana na mgeni mpya ambaye amekuja pia kumpa taarifa huyu ambaye ni chifu. Anamwambia kwamba yule kijana ambaye yupo na anaishi katika hii himaya, ila sasa shida ni kwamba huyo kijana hajulikani. Lakini kitu cha msingi tu ni kwamba chifu inabidi aweze kutambua kwamba huyo kijana yupo na wanaishi naye hapa kwenye himaya. Kwa hivyo kitu cha kipekee ni kwamba inabidi aweze kuwa makini, na kwa inavyoonekana ni kwamba huyo kijana yupo na anasubiria tu aweze kuvuliwa magamba na kuweza kuvishwa mataji. Kwa hivyo himaya ya Mantale ipo hatarini. Chifu inabidi aweze kuona namna gani atakavyofanya, kwa sababu utawala wake kwa sasa ni kama upo kwenye hatihati hivi ya kuweza kupokonywa kulingana na mazingira ambayo kifupi yamekuwa kiendelea hasa kwa upande mzima namna jinsi ambavyo mambo yanavyokwenda kwa sasa. Lakini Binyanza ameweza mudi yake imekatika kabisa moja kwa moja. Binyanza mudi imekatika kwa sababu kitu cha kipekee ambacho kukitegemea ni Ngalewa kutokuwa upande wake. Kumbuka Ngalewa ni mtu ambaye kifupi anamkubali sana na huwa anatamani aweze kuwa upande wake, sababu Ngalewa ni mtu mwenye nguvu na kuweza kuona, japokuwa ana uwezo na uchawi mwingi, lakini ana mchango wake katika kila sehemu. Sasa kwa mazingira hayo ni kwamba pia kitu kingine tumeweza kuona Mama Kabula karejea bana, kaweza kufufuliwa, lakini aliyemfufua ni Kitana. Lakini hawa vijana wanasifiana kweli kweli kwamba wao ndio waliofanya. Wanasifiana, wanadanganyana kwamba wao wana uwezo mkubwa, wanajidanganya. Lakini tumeweza kuona namna gani hasa kwa upande mzima wa Kitana
kutoa nguvu zake na kuweza kumsaidia. Kwa hivyo Makabula kaja. Sasa sijajua kaja akiwa na mipango gani hasa kwa sasa. Je, ataendeleza yale ya kuweza kupambana na mtoto wake? Sasa sherehe za mavuno ndo zimewadia. Sherehe za mavuno zimefika sasa. Hapa ndio penyewe. Kwa kitu pekee ambacho tunakisubiria ni kwamba je, Maginga itakuwaje? Sasa tuje katika segment ya mwisho kabisa tuweze kuona sasa ni kipi hasa. Lakini kama nilivyokujuza, sherehe za Maginga zimerejea, sherehe za mavuno zimerejea, ambapo kwa sasa napata nafasi pia kuweza kuona hasa kwa upande mzima wa huyu ambaye ni ni Maginga akionyesha uwezo wake kwamba itakuwaje. Sasa kipi kinaendelea kwa Manyakenda? Manyakenda lazima ataenda kulopoka, atazungumza nini kwa sasa, wasiwasi utakuja. Kwa hivyo kwa sasa hivi katika wakati mambo Maginga anakwenda kuishi ni sasa hivi, kwa sababu tayari taa nyekundu imeshawaka. Manake kuna hatari ya himaya kwamba kuna kijana ambaye anaweza akawa hatari zaidi. Kwa hivyo kwa sasa mambo yanakwenda kuwa mazito kabisa. Endelea kuenjoy. Hii ni Bongo Movie Network. Kitu cha msingi kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, na huu ulikuwa ni uchambuzi. Basi kwa wakati huu niseme sina ziada, tukutane bila saa mwingine. Sanaweza kuwa na mimi. Sasa leo inakuwa ni siku maalum kabisa kwa upande wa Mnyakenda kuweza kugundua siri nzito sana ambayo imejificha, lakini hii siri inakuwa ni mwanzo wa picha mpya kuweza kuona ni namna gani hasa ambacho kimejificha, kwamba kwa nini anafanya hivi. Huyu ni Maginga ambaye amemwaga pombe halafu kisha anakwenda anajifanya melewa. Hii sio mara ya kwanza, bali kitu alikifanya kwa huyu ambaye alikuwa ni Ngalewa, ambapo Ngalewa alimwambia kabisa kwamba acha kuigiza umelewa, tuongee na wewe serious. Kwa hivyo moja kwa moja Maginga sio mlevi, manake huwa anaigiza. Kwa nini anafanya hivi? Kwa sababu hataki aweze kumzoea, anataka aweze kumuona tu kama mtu wa ajabu, mtu wa kawaida ambaye hana maana yote katika hima hiyo. Sasa hii siri imeweza kufichuka moja kwa moja, imeweza kumfikia Manyakenda, manake lazima akalopoke. Basi ni kualika moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network. Msingi kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo, kama kweli unaipenda na kuikubali tamthilia hii. Alafu kisha ni kualike moja kwa moja nichukue nafasi hii nikwambie tu kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo. Endelea kuniambia hapo kwenye comment kwamba kwa upande wako, je, unahisi itakuwaje kwaje? Je, tamthilia hii ni tamu, ni nzuri? Niambie kwenye comment, alafu kisha nikualike tuweze kuangaza uchambuzi kwa kina. Sasa mwanzo kabisa tulivyoona ni kwamba Malkia Nandera alikuwa amemwalika huyo, alikutana na moja kwa moja na Ngalewa. Sasa akana muahidi, anamwambia baadhi ya vitu, kitu ambacho sio kabisa. Kitu ambacho kimemuuma sana ni baada ya mtabiri mkuu kukataa kabisa ofa zake alizozitaja zote. Kwa hivyo kupitia ofa zake zote alizozitaja ameweza kukataa, kitu ambacho kinatilia wasiwasi kwamba lazima kuna namna ambavyo aidha taarifa hii inaweza kufika kwa chifu kwamba ndiye aliyekuja kumwambia, lakini na hivyo mpango wao inazidi kugemwamba zaidi. Lakini bado wanaamini kwamba kwa kila kitu ambacho wanachokipanga, wanaamini siku moja tu, kuna siku au kuna wakati ambao utafika, basi wataweza kufanikisha mipango yao na malengo yao yote, kitu ambacho ni balaa zito kina manoma. Basi endelea kuenjoy na kufurahia. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo, kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii. Sasa tukija wakati mwingine pia tumeweza kuona yule mlinzi ambaye aliagizwa na chifu akikutana na Kitana moja kwa moja. Ilikuwa ndoto zake kwamba aweze kukutana na Kitana. Sasa leo imekuwa ni siku ambayo ameweza kukutana, na ameweza kukutana kwa vitisho na nini. Kitana kaamua tu amwache na akamwambia kwamba amwambie yule aliyemwagiza aje kwa yani aje moja kwa moja kwamba yeye. Kwa hivyo dogo kaona tu aombe msamaha ili kusudi mambo yasiweze kuwa mengi. Kwa hivyo kwamba msamaha moja kwa moja, na Kitana kaamua kumwacha kwa sababu anajua kabisa. Sasa leo hii bado Falwa Zamba na Wadeka mambo ni mazito, lakini pia tumeweza kuona Ngalewa akikutana rasmi na huyu ambaye ni Maginga. Sasa kitu cha kipekee ni kwamba Maginga alishangazwa sana na Ngalewa kitu kile. Yote ni kwa sababu kwanza kabisa huyu ambaye ni Binyanza alikuwa hajawahi kumdokeza kuhusiana kwamba kama yupo mjukuu wa huyu chifu ambaye aliyeuliwa. Kwa hivyo moja kwa moja hii kitu kinamshangaza sana, kwa sababu inakuwaje japokuwa kama unavyojua ni mtabiri mkuu wa himaya hii ya Montale, lakini bado anaona nafasi pia kuweza kuona ni namna gani hasa au kitu gani au kipi hasa ambacho kwa upande wake